Ni vilio na simanzi kwa wakazi wa mtaa wa Area 6 kata ya Kichangani manispaa Morogoro baada ya watoto watatu wa mtaa huo kufariki dunia kwa kuzama kwenye shimo lililopo jirani na nyumba yao wakati wakicheza. Mwenyekiti wa mtaa huo Habibu Said amesema kuwa watoto hao walikuwa wanne, ambapo watatu wakaingia kwenye shimo ambalo limejaa maji na baadaye mtoto mmoja ambaye hakuingia katika shimo hilo akaenda kutoa taarifa kuwa kuna mwenzao amelala kwenye maji. Na kwa mujibu wa taarifa iliyotolewa kwa waandishi wa habari na kamanda wa jeshi la polisi mkoa wa Morogoro, ACP Andrew Katimbo, imethibitisha kutokea kwa tukio hilo na wito ukitolewa kwa wazazi kufuatilia mazingira wanaocheza watoto hasa kipindi hiki cha mvua. Mimi naitwa Habib Saidi Ramadhani Jegedela, mwenyekiti wa mtaa wa Area 6 kata ya Kichangani. Mimi nikiwa kazini nilipigiwa simu kwamba mtaani kwangu kuna tukio la watoto watatu ambao wamefariki, wamekutwa kwenye shimo wakiwa tayari, mmoja akiwa ameshafariki, wawili wakiwa mahututi. Lakini nikapambana kutoa mawasiliano, nikianza kwanza kwa polisi kata, lakini baadaye nikapiga simu kwa OCD. Polisi nao wakafika pamoja na watu wa fire, wakatoa ushirikiano. Waliofariki wa kwanza ni Jackson Henry miaka 2, wa pili anaitwa Muksini Ramadhani miaka 4, na watatu anaitwa Mikimili Logat ambaye naye pia ana miaka 4. Kwa hiyo ndio kifupi ni iko hivyo. Tukio limetokea ndani ya mtaa baada ya kupigwa simu, baadaye kwamba ile mvua ilikuwa kubwa sana. Baada ya mvua kuacha, watoto wakawa waonekani kwenye majumba yao. Kwa hiyo baada ya kutafuta wakakuta ndani ya shimo, wote wakiwa wanaelea kwenye shimo. Lakini wawili wakiwa bado wanatoa tu mapovu, hajafariki, mmoja akiwa ameshafariki. Kwa hiyo kifupi iko hivyo. Hili shimo inasemekana kwamba huyu bwana alikuwa anachimba kokoto bwana. Na sisi kama serikali ya mtaa tulishamkabili na tulishafikia hatua kumkamata na kumweka ndani. Akafikia lile shimo, kumbe ametudanganya, amefikia huko juu akawa anachimba tena lingine kwa siri. Sasa baada ya kutokea tukio ndio tunagundua kwamba kuna shimo lingine alikuwa anachimba kwa siri kokoto ambazo alikuwa anauza. Wananchi tuwe makini na tufuate miongozo ya serikali. Tunapoambiwa kitu hiki kiache. Kwa mfano huyu bwana tumechamzuia, mtendaji kafika, tukamkamata tukamweka ndani, lakini kwa sababu anaona kama alikuwa anapata riziki, kumbe riziki alikuwa anapata kwa njia ambayo sio sahihi. Matokeo yake ndio yanatokea matokeo kama haya. Kwa hiyo wito wangu kwa wananchi tuwe makini. Naitwa Hadija Omari, alimaarufu naitwa Mama Kibena. Pata mshtuko mmoja mkubwa sana. Watoto watatu wameingia kwenye shimo wote kwa mara moja. Akiwepo mmoja mwenzao alikuwa yupo nje, ndo akaenda kutoa taarifa kwamba kuna mwenzetu wamelala kwenye maji. Umeona? Baada sisi kufika pale, kwa kweli natia huruma sana. Tena huruma mno, watoto watatu wote kwa mara moja. Ninachoomba sisi tukiwa kama wazazi, tuwe makini sana na watoto zetu kipindi cha mvua. Kwa sababu kipindi cha mvua watoto wengi wanapenda kuchezea maji. Kwa hiyo tuwe makini sana, tuangalie watoto zetu.